أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. إخوان وزangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bal ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema wa rafa'ana laka dhikraka. Ikhwani zangu, ama anwani yangu leo hii inasema ilaji nazif, tiba ya kumtibia mwanamke anayetokwa damu moja kwa moja. Tiba ya kumtibia mwanamke anayetokwa damu moja kwa moja, na hii inasababishwa na majini. Inasababishwa na majini kwa sababu baadhi nisa yusibna biljinni, baadhi ya wanawake huwa wanapatwa na majini ambapo inawaletea nazif irra, kwa hiyo huwaletea kutokwa damu katika vizazi vyao. Kwa hiyo wale majini wanakuwa wanafanya kazi ya kusokota kizazi cha mama, wanafanya kazi ya kukivuta kizazi cha mama, ambapo kizazi hicho mwisho wa siku inakuwa inatoa damu. Mwisho wa siku pia inakuwa si tena ile hali ya periodi yake ya kawaida mama huyu, bali inakuwa ni maradhi. Na hili jambo lishawahi kutokea kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja kushtakiwa na mama mmoja anaitwa Hamna binti Jahshi. Akamwambia, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ni mwanamke ambaye ninetokwa na damu muda wote, je, naweza nikasali? Mtume alichomjibu akasema, angalia muda wako wa kike ule. Muda wako wa kike ukiisha, basi kajitaharishe na ukasali. Jitaharishe, sali, kwa sababu hayo ni maradhi tena, sio ada ya kawaida. Sasa tena akaelezea kwa sababu hiyo ni mchezo wa shetani anayechezea ile mishipa ya uzazi. Sasa ndicho hicho tunachokuja kukizungumza leo hii. Tunazungumzia hedhi ya kijini inayoletwa na majini. Mama unamkuta mwezi mzima yeye anatokwa damu tu, unamkuta ni miezi miwili, mitatu, minne, mwaka yeye anatokwa damu tu, yeye hanaga siku hata moja ambayo yuko vizuri. Siku zote yeye yuko kwenye damu tu, siku zote ni kuvaa pedi, siku zote ni kuvaa vitambaa kwa ajili ya kujistiri. Lakini maradhi haya au tatizo hili ni tatizo la kijini cha kwanza, ambapo aidha tatizo hili linaweza likuwa limeanzishwa na mtu kwa hasadi yake kwenda kwa mganga au kwa mchawi ili akuroge uweze kurogeka na kutupiwa shetani huyo. Lakini pia uchawi unaweza ukapelekea hali za namna hiyo, na uchawi ule unapotokelezea au unapotendeka, panazalika kiumbe cha kijini, ndipo kinachoweza kuja kuleta madhara na mashaka katika maisha ya mama huyu. Sasa basi, waljinnu yusabbibu lilmar'ati an-nazifu as-sababaini, jini anaweza kasababisha mwanamke huyu kutokwa na damu. Moja ya sababu ni kama hizi mbili, antakuna almar'atu mashura. Kwanza huyu mwanamke, ili jini aweze kumsababishia kuwa anatokwa mwanamke huyu na anatokwa na damu,
ni mwanamke huyu kwanza awe amerogwa. Hiyo ni sharti la kwanza. Anapokuwa amerogwa, manake hapo sasa patazalika kiumbe huyu sasa wa kijini kuja kumuingia huyu mwanamke, ambaye huyu jini yeye atakuwa amelazimishwa na amekasimiwa, ameapizwa, amefanyiwa makusudio na yule mchawi kwamba nenda kamfanye yule mama kadha wa kadha. Hiyo njia ya kwanza. Lakini sababu ya pili ya jini kumuingia mwanamke na kumtoa damu muda wote, antakuna almar'a mashuqa liljini, awe mwanamke huyu anasumbuliwa na jini mahaba. Pia jini mahaba anaweza kupelekea katika hali ya namna hiyo. Wa huwa yughari alaiha, jini huyu mahaba akawa anamfanyia wivu huyu mwanamke wa kibinadamu. Ndio pale utamkuta mwingine siku nyingine zote yuko vizuri tu, hana chapempa, hana cha pedi wala nini, lakini kitendo cha kutaka kukutana na mwanamume tayari hapo ana bridi. Subhanallah. Wallahi Mwenyezi Mungu atulinde na awalinde dada zetu na wake zetu. Kwa anamuonea wivu kwa mkewe na kuleta shida ya matatizo kama hayo. Sasa kwa hawa ambao wanasumbuliwa na majini, dawa yao ipo na dua zao zipo, na zipo aya maalumu ambazo sisi tumefundishwa namna gani ya kuweza kuwasomea na wakaweza kuondoka mashetani hao katika mwili wa mwanamke huyo. Lakini zipo dawa maalumu ambazo tulizofundishwa nzuri zisitokuwa na shida pia kwa kuweza kumpa mama huyo na akaweza kutumia. Kama hii kaipa jina inaitwa hedhi ya kijini au kutokwa na damu kwa sababu ya majini. Kwa hiyo mama mwenye shida kama hii akiipata dawa hii anaenda kuondosha tatizo hilo. Lakini pia akifika kituoni kwetu, akajaliwa kufika kituoni kwetu kumfanyia dua, basi itakuwa ni bora zaidi kwamba akapata dua akapata na dawa. La yupo mbali sana, tunaweza kumsafirishia dawa zetu hizo na zikamfika popote pale alipo ulimwenguni huko. Popote pale ulipo, dawa hii inaweza ikakufikia kwa idhini ya Rahmani. Cha msingi ni wetu oda yako, lakini dua tutakufanyia huko kutulipo, kwa sababu makusudio, manuizi, lengo, Allah anajua kwamba sisi tunafanya hii dua kwa ajili ya nani. Mungu hafichiki na kitu chochote na jambo lolote au najua yoyote ile nongono kwa nongona zako ndani kirohoroho, yeye Mungu anajua. Katika hali za namna hiyo, inshallah nikukaribisha sasa uipate dawa yetu hii na upate dua kwetu sisi kwa utaratibu na mpangilio uliokuwa ni mzuri wa kuweza kumfukuza na kumuondosha shetani huyo anayekuweka katika mazingira kama hayo. Inshallah nikuage kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.